Karibu sana kwenye session yetu ya pili ya meeting yetu ya leo. Kwa hiyo hongera sana pia kwa kutoa muda wa kuweza kujifunza. Naamini vile vile bado wewe ni mpambanaji mwenye njaa ya kuweza kufanikiwa wakati wote. Sasa fursa hii ina uwezo wa kukupa vitu vingi sana kwenye hii biashara, na moja kati ya vitu ni kuweza kukusotia kwanza changamoto zako ambazo mtu uko nazo, kutengenezea stability ya kipato, lakini pia kuweza kufanyia vitu vikubwa zaidi, saving kubwa kubwa, retirement plans, uwezo wa kurithisha biashara yako kwa mtu mwingine, vitu ambavyo vinafanyika kwenye hii biashara. Na niko hapa nazungumza, sio kukwambia biashara ndio kila kitu, lakini ninachotaka kukwambia tu ni kwamba niko hapa kwa sababu na connect na watu ambao tunafanana nao fikra, tuweze kufanya business wote kwa pamoja. Hiyo ndio fikra yote kubwa. Kwa hiyo unaposikiliza, kuwa very free. Nia sio kuambia acha kila kitu, no. Uweze kwanza kufahamu hivi vitu vina operate kama tu inakufaa, tuweze kufanya business wote kwa pamoja. Kwa karibu sana. So Forever Living ni American company ambayo ali inakuweza kusupply product za aloe vera duniani. Hiyo ndio shughuli yake kubwa. Na kwa nini aloe? Ni kwa sababu tuna virutubisho vingi vinaweza kusaidia binadamu kwenye maisha yake ya kila siku. Na kampuni tangu imeanza operation zake imesambaa zaidi ya nchi 160 duniani. Kwa hiyo unapofanya leo biashara, haufanyi tu Tanzania, unafanya kwenye nchi zote ambazo zina operate. Utafundishwa tu namna gani ya kuweza kujenga biashara kwenye nchi tofauti tofauti. Ukao uko Tanzania, alafu ukao unapokea vipato kutoka kwenye nchi zingine tofauti tofauti, inakusaidia kwenye kujiestablish vizuri. Uko Tanzania, alafu Forever US wanakulipa. Uko Tanzania, Forever Dubai wanakulipa. Kwa ni kitu ambacho kinawezekana. Lakini pia ukiwa kwenye biashara, kampuni na muda mrefu zaidi ya miaka 45, kwa hiyo ina usalama. Unapoanza biashara uwe free kabisa, ni kampuni imara na iko stable, lakini inadili na soko la afya na muonekano, soko ambalo kiukweli kwa mimi ninayefanya biashara inanipa assurance ya market kubwa kwenye operations zangu, kwa sababu ni soko ambalo halitakaa liishe leo wala kesho. Lakini kampuni kwa sababu iko zaidi ya nchi 160 duniani, imepewa hizi seal of approval sehemu tofauti tofauti. Kuna Aloe Science Council, kwa maana ya kwamba product ina virutubisho sahihi vya aloe ambavyo vinakusaidia mtu anapotumia aweze kupata matokeo mazuri. Lakini pia iko kosher rate ya nchi za Wayahudi ambao pia wamerecognize umuhimu wa products na mfumo namna gani unaweza kufanya biashara hata kwa nchi zao. Lakini kwa Islamic countries pia, kwa maana kwamba products ni halal, hazina kitu chochote ambacho ni haramu kwa mtu mwenye kutumia akapata changamoto, au pia mfumo wa biashara pia ni halal. Kwa hiyo inampa mtu uhakika kwenye kufanya nayo kazi. Lakini pia kampuni kwa sababu ni international, iko na seal of approval ya watu wa DSA. Hawa DSA ni kama BRELA za network marketing, kwa maana ya kwamba wao ndo wanaoziashua kwamba hii ni imara na ni salama kwa mtu kuweka nguvu yake ikamlipa. Hii ni imara na kwa usalama yenye usawa, kwamba una uwezo wa kuanza leo. Kama mimi ni mpambanaji vizuri, basi naweza nikamzidi wa mtu miaka 10, miaka 20, as long as mimi ni. Kwa hiyo inatoa ule usawa ambao ni uhakika. Lakini kwa Tanzania Forever Living tuko jengo la Tan House, na unapoanza biashara leo unapata nafasi ya kuweza kufanya kwenye hizo nchi zote ambazo zinaonekana hapo kwa uhakika. Na tangia tumeingia Tanzania 2007, Forever imeshapata full zile seal of qualification ambayo imekuwa walipa kodi wazuri kwa Tanzania, kwa wilaya ya Temeke au kwa kanda ya Temeke. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni salama, lakini Forever ina control kila kitu. Inalima aloe vera, inafanya Forever yenyewe inailima aloe vera, lakini pia Forever inatengeneza aloe vera zinakuwa bidhaa, inafanya Forever Living Products. Forever inafanya research and development kuhakikisha kwamba product inayotengeneza, cha kwanza, ina quality, mtu akitumia anapata matokeo vizuri, lakini pia ina market. Kwa sisi ambao tuna supply products, uhakika wa mtu kuweza kupata market ni 100%, lakini ina supply pia kwenye hizi nchi zote 160 duniani ambazo Forever ina operate. So lazima la kuzisambaza kuwapelekea wateja inawaachia wazawa wa eneo husika, na hapo ndipo biashara ilipolalia, na ndio sisi tunafanya biashara. Wewe ukipenda unafanya biashara, ambayo sehemu ya kwanza ya biashara ni sisi kuwa wasambazaji au mwenyewe kuwa pia msambazaji wa Forever Living Products. Na huu usambazaji uko very simple. Kwenye biashara zingine zote bidhaa kutoka kwenye kampuni inaenda kwa wasambazaji wa kampuni, inaenda kwa watu wa jumla, inaenda kwa watu wa rejareja mpaka inamfikia mteja. Kila mtu hapo anaweka gharama na faida yake. Kwa kuna kipato ambacho mtu anakitengeneza ambacho ni faida. Kwenye mfumo wa network marketing with Forever Living Product System iko tofauti. Bidhaa kutoka kwenye kampuni na kufikia wewe unampelekea mteja. Kwa kuna faida ambayo unaitengeneza. Zile faida ambazo jamaa wanagawana unazipata wewe zote kama zilivyo. Kwa kuna faida kubwa sana just kwa kuwa tu supplier wa kampuni ya Forever Living Products. Uzuri wake, unapokuwa unafanya hii supply kwenye hili eneo,
unasaidika namna gani ya kuweza kufanya au kutengeneza hiyo market base. Mpaka utakapokuwa kwa vizuri utaacha ufanye mwenyewe biashara, lakini sehemu ya kwanza unasaidika kwanza. Lakini market range ya products ni kubwa sana, kwa sababu leo intention ufahamu zaidi kuhusiana na mfumo. Kwa kwenye upande wa products sitapagusa sana, lakini kuna market range kubwa ya wewe kuweza kusupply products na zikawafikia watu wengi kwenye market range. Lakini pia kuna product za skincare, lotion, perfume, shampoo, conditioner. Kuna skincare package ambayo pia ina certificate of award kwa mtu, ambayo inamsaidia mtu especially kwenye eneo la uso ikawa iko vizuri zaidi. Lakini kuna drinks za aloe vera. Kuna soko lingine kubwa sana za watu wenye changamoto la uzito. Watu wengi wana changamoto za uzito. Kwa hiyo tuna solution, very good solution. Kwa products as a product ziko nyingi kwa mtu yoyote ambaye ana changamoto za kiafya, kwako ni mteja. Kwa mtu yoyote ambaye anataka kuweza ku lose weight, kwako ni mteja. Kwa mtu yoyote ambaye anapenda mambo ya afya, kwako ni mteja. Kwa mtu yoyote anapenda muonekano mzuri, kwako ni mteja. Uzuri, unapokuwa mgeni hautaifanya hii shughuli peke yako, utapata support kwenye upande wa supply. Tutakusaidia kuongea na watu wako ili waweze kujua products na pia waweze kupata hiyo market yako ya kwanza. Mtu mmoja mmoja tutazungumza nao, lakini pia tunaweza kufanya launches za products maofisini, majumbani, mazingira yako, kaalika ndugu jamaa na marafiki. Tunafanya launch ya biashara yako. Watu wanaopenda products basi wanajiunga, wanachukua products kutoka kwako, ndio wateja wako na kwa umewatengeneza. Tutakapokuwa vizuri utafanya mwenyewe. Lakini pia ziko marketing tools ambazo pia zinatumika kwenye wewe kuweza kufahamisha watu. Sometimes unataka kumwelekeza mtu products lakini wewe ni mgeni, lakini ziko video, ziko audio ambazo zitakusaidia kwenye kuelezea, mtu akapenda hicho kitu, then yeye ana make na oda yake, unakuwa tayari umeshaanza kutengeneza wateja. Utakapokuwa vizuri utafanya hiyo kazi mwenyewe, lakini mwanzoni tunakupa msaada. Lakini pia kuna marketing ya social media, sehemu ambayo kiukweli ndo kuna soko kubwa kulikweli. Utafundishwa namna gani ya kuweza kutengeneza wateja kupitia social media. Utafundishwa namna gani ya kuweza kuconnect na watu kupitia social media. Pengine tunazungumza hapa mimi na wewe, hatujawahi kuonana, hatufahamiani, wengi tumekutana online. The same kama ambao tumekutana online kupitia biashara, utakutana na wateja wako wengi kupitia social media. Wateja wengi ambao tunawasave sisi kwenye biashara, wengi hatufahamiani nao. Sio wateja, sio lazima wakawa ni watu wanaokuzunguka peke yao. Kwa kuna hilo soko. Sasa sehemu hii ya kwanza ya biashara inakupa wewe faida ambayo inakusaidia kwenye kusoti kwanza changamoto zako na kuweza kujiweka vizuri kiuchumi na kuweza kuwa solid zaidi ili kukuandaa kwenye kufanya biashara kubwa zaidi. Kumbuka, Forever nia yake ni kokote yanakofika maisha ya watu wabadilike kulingana na uwepo wake. Hiyo ndio nia Forever. Leo hii ukisema mimi naanza biashara na Forever, discussion yetu kubwa wala sio tutafanyaje. Discussion yetu kubwa ni nini ambacho nataka kiweze kubadilika kwenye maisha yako. Hiyo ndio discussion yetu kubwa. Forever inaamini hata usipofanya leo, kama wewe ni mpambanaji kule uliko, utafanikiwa kwa sababu ni mpambanaji. Lakini leo hii ukasema mimi nimependa, wanaamini kuna kitu ambacho kimekuvutia. Ndio kitu ambacho Forever inataka. Unapoanza biashara, tukaanza hii sehemu hii ya kwanza, sales zikaanza kutengenezeka, faida ukaanza kuiona, uende kwanza kusoti vitu ambavyo vimekusababisha uanze biashara, kwa sababu sehemu ya pili ya biashara ambayo ndio sehemu kubwa zaidi inategemeana sana na namna gani wewe umeweza kuifanyia kazi vizuri sehemu hii ya kwanza ya biashara. Sehemu ya pili ya biashara, Forever inakupa nafasi ya kuweza kutengeneza timu ya watu ambao pia wanaweza kufanya biashara kama unavyoifanya wewe. Ili hii timu ya watu wapende biashara, waiamini, waianze, wanahitaji wakuone pia wewe umepata transformation, umepata matokeo mazuri kupitia hii biashara. Wasipoona hayo matokeo mazuri kupitia hii biashara, ni ngumu wao kuweza kupenda na wakaanza biashara. Na hii ndio sehemu ambayo inakupa kipato kikubwa, inakupa maisha makubwa, na inakufikisha kwenye vitu vikubwa ambavyo wewe unavitamani kwenye kuvifanya kwenye maisha yako. Kwa ili watu wapende, lazima waone kweli. Unapokaa na mtu kumwambia hii biashara ni nzuri, ndani ya miezi 3 mpaka 6 uwe na uwezo wa kusema kabisa, kupitia hii biashara mwezi wangu wa kwanza, wa pili, wa tatu, ndio zile tofali pale nimepeleka, ndio kile kiwanja nimenunua, ndio kile kiwanja nalipia, ndio ule ujenzi nimeanza, ndio ile gari nalipia, au ndio ile gari nimenunua. Ndio kitu ambacho Forever inataka kwenye kufanya biashara. Kwa sehemu hii ya kwanza, ya pili ya biashara, Forever anakupa wewe nafasi ya kuweza kuinvite, kualika watu wengine wakafanya biashara na kampuni kama unavyoifanya wewe. Lakini kwa sababu wewe ndio umewa introduce au wewe ndio umewaita kufanya biashara na kampuni, Forever Living Products inakulipa. Kwa nini kulipa wewe kwa kuwaita watu wakaja kufanya biashara na kampuni? Na kulipa kwa sababu pengine hao watu ibidi wawe wateja wanunue kwako, lakini umesema hapana, twende na nyinyi tukafanya yote biashara. Kwa hiyo wanapokuja kununua kwenye kampuni, percent ya profit ambayo Forever anaitengeneza
wanairudisha kwako wewe ambao umeweza kuwaintroduce wao kwenye biashara. Ndiko biashara hasa ilipolalia. Kwa hiyo unapoanza kwenye hii pati pia ya biashara, una invite watu wengine ambao na wenyewe wanaweza kufanya biashara na kampuni kama unavyoifanya wewe. Na mtu mmoja anapoanza Forever na kulipa wewe takriban laki tatu na sitini na mbili, na ikikatwakatwa na kodi pale na TRA unapata kama laki tatu kama na 15, laki tatu na 20 hivi ambao unakuwa unaitengeneza. Watu wangapi utawaleta kazi kwako? Leta as much as you can, watu wengi zaidi waweze kuanza biashara chini yako, waweze kupenda zaidi kuweza kufanya biashara kama unavyoifanya wewe mwenyewe. Kwa ndo nature ya biashara, na wenyewe pia watafanya the same thing, na wenyewe watauza products zao, watatengeneza faida ziende kwenye malengo yao, na wenyewe pia introduce watu wengine kwenye biashara. The more watu wanakuwa introduced, the more kipato kikubwa ambacho nakuwa mtu unakitengeneza zaidi. Sehemu hii ya biashara ya kutengeneza network ina uwezo wa kuingizia takriban milioni mpaka milioni 4 plus kwa mwezi. Na hii inakuwaje? Unapoanza biashara, sehemu ya kwanza au kazi yetu ya kwanza ni kusaidia kwanza wewe uanze kutengeneza pesa kati ya laki 7 mpaka milioni 1 plus kwa mwezi. Kwenye biashara ndani ya system tunaisha ni 4cc, lakini kwenye biashara kwenye mfumo ni biashara ambayo inakusaidia wewe walau kipato chako kiwe kati ya laki 7 mpaka milioni 1 plus kwa mwezi. Kwa nini laki 7 mpaka milioni 1? Forever inaamini mtu akiweza kutengeneza an extra income ya laki 7 mpaka milioni 1 kwa mwezi nje ya maisha yake ya kila siku, ana uwezo wa kufanya transformation ya maisha yake ndani ya muda mfupi sana, kwa sababu changamoto za watu wengi haziko kwenye millions. Changamoto za watu wengi ziko kwenye extra income ya laki 3, laki 4, laki 5, laki 3. Kwa wanaamini ukikusaidia kwenye kujenga biashara ambayo utakosa kati ya laki 7 mpaka milioni, uwezo wa kuweza kufanya transformation ya maisha yako ni mkubwa sana ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo ndio sehemu ya kwanza ya biashara. Sehemu ya pili, wale wanao introduce kwenye biashara na wenyewe tuweze kuwasaidia, tukisaidiana na wewe na wenyewe waweze kutengeneza kati ya laki 7 mpaka milioni kwa mwezi. Kwa ukiweza kuwasaidia hawa wakanaweza kati ya laki 7 mpaka milioni kwa mwezi, watu 2 mpaka 3, Forever inakupromote wewe cheo chako kibiashara, unaenda kwenye cheo kinaitwa supervisor. Income yako inapanda, inaenda kwenye milioni 1.5 plus kwa mwezi, depend na performance ambayo unakuwa unaitengeneza kwenye biashara. Ukiweza kusaidia takriban watu 10, inakupromote zaidi, biashara yako inaenda kwenye assistant manager, kipato chako kinakuwa ni kikubwa zaidi. Ukiweza kutengeneza takriban watu 15 kwa mwezi, kipato kinaenda mbali zaidi. Ninapozungumzia milioni 3 mpaka milioni 4 plus kwa mwezi, ndo biashara yako inakuwa kubwa. Kwa sehemu kubwa ya biashara ya Forever iko kwenye kuwasaidia watu wengine waweze kufanya biashara vizuri kama unavyoifanya wewe. Isiishie tu ukaanza alafu ukaenjoy peke yako, no. Make sure kila mtu anayeanza na pia unampa support aweze kuona kipato, na kipato kenye kuchange maisha yake. Na ndipo hapa ambapo biashara inaenda kufungua vitu vikubwa na mafanikio makubwa ya mtu, sehemu ya kutengeneza investments kubwa mtu anakuwa anazitengeneza. Why investments kubwa? Kwa sababu kumbuka, hii ni extra income nje ya maisha yako ambayo ulikuwa nayo ya kila siku. Kwa unapopata extra income ya milioni 3, milioni 4, milioni 2, una uwezo wa kuweza kufanya investment kubwa, nao unaweza ukaanza kufanya dreams kubwa zikaanza kwenda vizuri, nao unaweza ukasema naweza kutengeneza biashara ambayo naweza nikairithisha, kwa sababu kupitia hii biashara Forever inaruhusu mtu kurithisha biashara. Forever inaruhusu mtu kuretire biashara, lakini Forever ina mifumo pia kusaidia kwenye kutengeneza retirement plan ndani ya mfumo. Forever ina mifumo ya kusaidia kwenye kuhit big dreams. Ninapozungumza hivi, nia yangu ni kuweza kuconnect na wale watu ambao kweli tunafanana fikra, tuweze kufanya kazi wote kwa pamoja. Kumbuka, hivi vipato ni vikubwa ambao unakuwa unavitengeneza. Kwa unapoanza biashara, iwe ni wewe mwenyewe umetaka, kwa sababu kuna pati ya kazi ya kutandika kazi kwelikweli. Hiyo lazima tutaifanya, kwa sababu vipato ni vikubwa, utavitengeneza, maisha kweli yatakuwa transformed. Kwa kuna pati ya kazi, ndio maana nasema lazima awe ni mtu ambaye tuna connect, tukiamua kufanya kazi kweli tupige kazi. Sasa nje ya kutengeneza vipato, bado Forever ina offer global travels. Kwa mara 2 kila mwaka inatoa global travels za dunia nyingine au nchi zingine za mbali zaidi, lakini pia ina global travel, ina travels zingine 2 ambazo ziko ndani ya East Africa, ambazo pia unapata nafasi ya kuweza kusafiri dunia. Nia ya kusafiri, cha kwanza upate exposure, lakini cha pili uende ukajifunze kwa watu ambao wanafanya biashara vizuri duniani, ili ukija uweze kupiga kazi vizuri na uweze kuona mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo ziko safari nyingi ambazo Forever inaofa kila mwaka, mara 2 za nje ya nchi
lakini kuna ambazo ni mbili za ndani ya nchi ambazo pia zinasaidia mtu kuweza kugrow biashara yako ikaweza kufika mbalimbali. Hizo ni baadhi ya nchi ambazo tulikuwa tumetravel. Hizi ni baadhi ya nchi ambazo ziko ndani ya zoni yetu, manake ndani ya East Africa, na hizi pia ni baadhi ya trip ambazo pia tunazifanya kwa Tanzania hapa hapa kwenye kusafiri na kuweza kupata exposure. Huku tunaenda kufanya team building, kuristrategize upya, kureconnect upya na kuhakikisha kwamba vitu vinakuwa vinaendeka vizuri. Ni vitu ambavyo tunafanya, lakini nje ya hizi mitoko bado Forever ina offer bonus ya gari kwa mtu kulingana na performance ambayo uko nayo kwenye kufanya biashara kubwa zaidi. Ukiweza kuperform at level 1, Forever inakulipa $400 kila mwezi kwa muda wa miaka mitatu. Ukiweza kuperform at level 2, Forever inakulipa $600 kila mwezi kwa muda wa miaka mitatu. Ukiweza kuperform at level 3, Forever inakulipa $800 kila mwezi kwa muda wa miaka mitatu. Na wapo watu wengi mno ambao wameweza kuvifanya hivi vitu kupitia hii biashara. Personally, nimeweza kufanya biashara na watu wengi kwenye timu ambao kiukweli nimeona wakiweza kupata magari kupitia biashara. Sio kupitia hizi incentive, bado sijapata watu ambao kwenye timu wameweza kuperform that level, lakini wapo ambao watu wameweza kununua magari yao kupitia hizi incentive. Mmoja wapo ni huyu dada anaitwa Hafsa. Alianza biashara katika very humble beginning. Alianza biashara akiwa na lengo tu la kununua washing machine. Akaweza kupiga biashara yake vizuri, akapambana, growth ikaendeka vizuri, baadaye akaweza kununua gari yake. Kuna huyu Muhammad Amiri pia ameweza kununua gari yake ndani ya mwaka mmoja na miezi 6. Yupo Asha alikuwa anasoma chuo diploma. Ameanza biashara akiwa na malengo sio ya kununua gari, lakini amepiga kazi vizuri kupitia hii biashara. Alipoweza kumaliza chuo akanunua gari yake ya kwanza. Leo hii Asha sio tu amenunua gari, lakini pia she is married in this business, na kupitia hii biashara maisha yao yamekuwa makubwa kwelikweli. Wameweza kufanikisha, wamejenga nyumba ya mama yao, wamemsaidia, saizi wako wanapambana kujenga nyumba yao. Wana mtoto mmoja mzuri kabisa anaitwa Muhammad. Kwa ni kitu ambacho kinawezekana. Yupo Emmanuel Kombo. Emmanuel Kombo amenunua hii gari yake BM miezi 7 baada ya kumaliza chuo. Ameanza biashara akiwa anasoma chuo, akiwa na malengo yake tu ya kuweza kuishi vizuri chuo pasipo kuomba hela nyumbani, lakini alivyomaliza akatengeneza lengo lake zuri, Mwenyezi Mungu akambariki, akafanya vitu vikubwa, akanunua gari yake. Lakini yuko John Madeje na mke wake. Hawa walikuwa na malengo mengi makubwa, na kiukweli wametumia social media kuweza kununua gari yao. 70% ya kipato ambacho kimenunua hii gari yao ni biashara walioifanya kupitia social media. Ndio maana nakwambia ukianza hii biashara utapewa pia miongozo namna gani ya kujenga biashara kupitia social media, ukapata vipato vikubwa na ukaona malengo yanakuwa yanaendeka vizuri zaidi. Hafsa na Muhammad na wenyewe pia wameweza kununua gari yao just 2 weeks ago. Hii ni gari yao ya 3 kupitia hii biashara. Wamefanikiwa kuweza kuinunua kupitia hii biashara. Kwa ni kitu ambacho kinawezekana. Yupo huyu rafiki yangu Saif Rajabu na mke wake, na wenyewe pia wamefanikiwa kuweza kununua gari yao nzuri sana. Hao jamaa wana malengo mengi. Moja kati ya lengo lao kubwa ilikuwa ni kuweza kusomesha mtoto wao shule nzuri, na mashallah anasoma shule nzuri sana, analipiwa zaidi ya milioni 25 to 30 kwa mwaka mmoja kupitia hii biashara. Anasoma Maple Bloom. Kama unaijua we Google tu utapata hizo, kuona codes zao jinsi zilivyokaa. Lakini why hela yote hiyo? Ndio malengo yaliowafanya na wenyewe wakaanza biashara. Kwa hiyo inawezekana na wewe pia umeanza biashara kwa lengo lingine. Ingiza huko unakopeleka kuweza kuingiza, ni wewe tu kuweza kuamua kwenye kufanya biashara. Lakini wakati tuna support timu yetu waweze kufanya vizuri, na sisi Mwenyezi Mungu akatubariki tukanunua gari yetu nzuri sana. Sisi hatukuagiza kama marafiki zetu, kuna organizations zilikuwa zinauza na ubaili wetu hapa na pale, basi tukaweza kujivutia na sisi tuna enjoy. Mimi na mke wangu maisha yanaendeka vizuri, na Mwenyezi Mungu ametubariki. Mimi na mke wangu tumekutana kwenye hii biashara. Mwenyezi Mungu ametubariki, watoto wetu 4 wazuri kabisa, wanasoma shule nzuri. Tuna personal priorities ambazo tuko nazo kwa ajili ya maisha yetu. Maisha yanaendeka. Ametubariki, tunaishi sehemu nzuri pia, maisha yanaendeka. Lakini at first tumeanza katika very humble beginning, na ni kitu ambacho kinawezekana kwa mtu yoyote. Kwenye majengo Mwenyezi Mungu amebariki. Mmoja kati ya watu ambao tumefanya nao kazi vizuri sana ni huyu kijana anaitwa Omar Kulaten. Amejenga nyumba yake nzuri kabisa kupitia hii biashara. Like imagine ni kijana wa form 2 tu, kijana wa form 2 ambaye amelishia form 2 kishule, lakini ameweza kufanya vitu vikubwa. Kwa hiyo imagine wewe unaweza kufanya vitu vingapi. Uzuri unapata muongozo na kusaidika kwenye first session ambayo tulikuwa wote pamoja. Nimeshare sana vizuri kuhusiana na safari yake ya mafanikio. Hawa watu wote ninaowazungumzia in detail
Kwa kama hujapata nafasi ya kusikiliza hizo details, you can ask me again, nitakutumia usikie story zao in detail, namna gani wameweza kufanya hayo maisha na wakaweza kufanikiwa kiukubwa. Lakini huyu rafiki yangu mimi nimesoma naye IFM darasa moja, bachelor ya uhasibu. As I speak, yeye anaishi Marekani, anafanya bado hii biashara part time. Yeye na mke wake bado yuko Zanzibar, anafanya kazi serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kupitia part time business yao wameweza kununua mjengo wao na wenyewe apartment kupitia hii biashara. Kwa ni kitu ambacho kinawezekana. At first, kwenye first session pia nilishare malengo yao in detail, waliwezaje kuweza kufika hapo. Kama hujasikiliza pia unaweza ukaniambia nikakutumia ukapata kusikiliza in detail. Lakini walianza na lengo la kwanza very simple, kuhamia nyumba nzuri, wakanunua gari yao ya kwanza RAV4, wakanunua Mercedes Benz, baadaye ndo wakaja kwenye haya malengo makubwa. Yupo Muhammad Amiri na mwenzie Hafsa, na wenyewe pia the same, wanajenga nyumba yao nzuri. Ninavyozungumza chini pameisha, wanaishi, wanapambana kuweza kumalizia juu na kuchange maisha yao kwa kiasi kikubwa, lakini mwanzoni walianza na malengo ya kawaida sana. Kwa hiyo kwenye huu mfumo kunakupa kitu kikubwa cha msingi, ni kuhakikisha yale malengo uliokuwa nayo unayafikia vizuri, kwa sababu jamii inavutiwa na biashara sio kwa sababu unafanya, inavutiwa na biashara kwa sababu wameona transformation kwako. Kwa hiyo ndio maana nasema mtu ambaye anataka tuweze kufanya naye biashara awe ameamua, ili tukianza kazi tupige kazi kweli kweli. Hivi vitu haviji kirahisi rahisi. Na sisi Mwenyezi Mungu pia ametubariki wakati tunagusa maisha ya wengine, na sisi pia tumeweza kununua apartment yetu nzuri, bado tuko kwenye mapambano ya kuendelea kuilipia. Maisha yanaendeka vizuri. We are living kwenye sehemu nzuri ambayo Mwenyezi Mungu pia ametubariki. Kwa nini haya mambo yote yanawezekana? Ni kwa sababu tunaongozwa pia na watu ambao pia wamepita hizi njia, wanatufundisha namna gani ya kuweza kuenenda. Anzia hapa, twende hivi. Mradi utafuata mwongozo ambao utakuwa unaupata kwenye biashara, I can assure you, kufanikiwa utafanikiwa na vitu vitaendeka vizuri. Ipo hii familia inaishi Kawe Beach apartment, lakini wakati wanaanza biashara, hicho kijumba kidogo ndo walipokuwa wanaishi mtu na mkewe. Leo hii Kawe Beach apartment wanaishi kwenye apartment yao, wamenunua kwa pesa zao kupitia hii biashara. Sio ndani ya mwaka wa kwanza, sio ndani ya mwaka wa pili, ndani ya mwaka wao wa 9 tu wa 10 kwenye biashara ndo wamefanikiwa kuweza kununua hiyo apartment yao nzuri. Hapo katikati wameshafanya mambo yao mengi mazuri sana. Kwa hiyo inawezekanika hata wewe before hujaenda kwenye hayo mambo makubwa ambayo tunayazungumza, bado ukafanya vitu vingine vidogo vidogo vingi ambavyo vimeweza kusave maisha yao. Mtu anayetoka kwenye kijumba kama hicho, kiukweli changamoto yake wala sio kuhamia kwenye apartment nzuri. Changamoto yake ni vitu vingine vidogo vidogo vingi. Kwa hiyo it possible hata kwako. Our Blandina, an Iron Lady, huyu ni moja kati ya investors wakubwa ambao ndio trainer. Ukiwa ndani ya biashara pia unakuwa trained namna gani ya kufikia walipofikia. Yeye ana invest sana kwenye majengo, anaishi maisha yake mazuri. She is driving a very good car, 0 kilometer. Kwa maisha yanaendeka. Kwa ni vitu ambavyo na wenyewe pia walianza. Imagine alianza kipindi ambacho kampuni aliyokuwa anafanya kazi imekufa. Yeye akaamua kuweza kustiki kwa forever. Maisha yake yakabadilika kutokea hapo. Hii familia iko Arusha. Wameanza akiwa na malengo mazuri sana kupitia hii biashara. Wameweza kusomesha watoto wao kwenye shule nzuri. St. Constantine wanalipa a lot of money, zaidi ya milioni 21 kwa mwezi. Wamesomesha pale watoto 3. Ninapozungumza amebaki mmoja St. Constantine anamaliza shule, wa kwanza tayari ameshamaliza University ya Canada, yuko Tanzania anapambana na maisha yake vizuri. Wa pili yuko Cyprus, pia naye anasoma kupitia hii biashara. Lakini pia Mwenyezi Mungu amewasaidia, wameweza kufungua makampuni, kampuni ya ulinzi, kuna kampuni ya tour, wako Arusha. Kwa ni kitu ambacho kinawezekana kwa mtu yoyote. Lakini kuna viongozi wetu wakubwa ambao sisi ndo wametufundisha biashara, wametushika mkono. Hawa watu wanafanya vitu vikubwa. Siwezi kukaunti mafanikio yao kupitia na walivyo navyo, ila I can 100% count mafanikio kupitia watu ambao wamepita kwenye mikono yao na maisha yao yakabadilika, yakaenda vikubwa. They are living kwenye very good mansions. They have mansions, sio mansion moja, wanazo magari mazuri, wanayo. Hiyo haitoshi, bado ni wa investors wakubwa sana kwenye mambo ya paper assets. Kwa ni kitu ambacho kinawezekana kwa kila mmoja kwenye kufanya na vitu vikaendeka. Ndio walimu ambao pia sisi wanatulidi kwenye kutuongoza kwenda mbali zaidi. Kwa hiyo changamoto yako ni nini? Una uwezo wa kutoka na ukafanya vitu vingine vikubwa sana. Changamoto yako kwako ni nini? Inawezekana challenge yako ni options tu, hauna options. You are enough, yes, lakini hauna options. Inawezekana kazi, inawezekana madeni. I have been into madeni na yajua madeni ni nini.
Nimejua kudaiwa, najua kudai, najua kukosa, najua kuwa navyo. Madeni nayajua vizuri the way yalivyo changamoto. This business can make a lot. Ina uwezo wa kukutoa huko kote na kukufikisha mbali. Pengine ni savings, unafanya kazi yes, lakini cha kusave una na vitu vinakuwa viendeki. Pengine ni vikoba vinakusumbua. This business can make it. Mshahara wako ishi, fanya maisha yako, tumia hii biashara, invest kwenye vikoba, tumia hii biashara, fanya saving, tumia hii biashara, lipa madeni, tumia hii biashara, uwe na options za maisha. Kwa ni kitu ambacho kinawezekana na vitu vikaendeka vizuri. Inawezekana extra income unatafuta. Inawezekana unatafuta kuweza kuishi kwenye nyumba nzuri. Inawezekana una health challenges. Kuna mtu ambaye anaanza biashara akiwa na health challenges, kupitia hizi products anapona na kuwa yuko vizuri, na kupitia hizi biashara, hizi products anafanya biashara kubwa, kwa sababu ameona it makes happen kwa mtu yote. Lakini inawezekana hizo zote unatafuta tu sehemu ambayo utapata uwezo wa kusafiri, more exposure, kuzungukwa na watu wako positive all the time, kuweza kupata recognition ya kazi yako. Here is your home. Hii ndio sehemu pekee ambayo unaweza kufanya vitu vikubwa sana. Kwa mimi nikukaribishe kwa mtu yote ambaye una njaa ya kuweza kufanikiwa. Tupambane, tupige kazi. Hamna kitu ambacho kitakatata kwa dakika moja. Lakini nje ya hapo bado kuna mafanikio mengine makubwa ya vipato vikubwa ambavyo vinaitwa chairman's bonus. Mwisho wa mwaka, pasenti ya kampuni ilichotengeneza inarudisha kwa watu waliofanya vizuri waweze kufanikiwa zaidi, waweze kwenda mbali zaidi. Watu waliofanya vizuri, kampuni inamaanisha watu ambao wameweza kugusa maisha ya watu wengine wengi ambao wameweza kufanya vizuri, na wapo Watanzania wengi waliotengeneza hivi vipato ambavyo kiukweli ukizungumzia retirement plan ndio zipo hasa kwenye hivi vipato. Wapo Watanzania wengi ambao wameweza kufanikiwa. Leo hii ukisema naanza biashara, hautakuwa peke yako. Utapata mwongozo na msaada wa karibu. Hautakuwa peke yako mpaka utakapokuwa uko fiti kufanya kazi mwenyewe. Tutakuacha ufanye mwenyewe. Unapoanza biashara, very very simple. Utafanya signing up, utaregister biashara yako kirahisi tu, tutakufundisha very simple, lakini utafanya manunuzi ya bidhaa zako. Hakuna kiingilio kwenye kufanya biashara. Utafanya manunuzi ya mzigo. Inawezekana ukaanza kwa mzigo wa juu kabisa $1,500,000 au mzigo wa $1,200,000, ndio mizigo ambayo tuna suggest kwa mtu anayependa kufanya biashara. Ama uwezo hujakaa vizuri, una uwezo kuanza na nusu, $750,000, au ukaanza na robo kabisa, au minimum capital ya shilingi $400,000. Maamuzi ni ya kwako kulingana na uwezo wako ulivyoweza kukaa. Biashara hii ukianza pia kwa level yoyote ile, unapata hiyo support kwenye kuikuza biashara. Tutakusaidia kwenye kuchambua malengo yako, tutakusaidia kwenye kubuild team mpaka utakapokuwa uko vizuri kwenye kubuild team. Tutakuacha uweze kufanya biashara wewe mwenyewe. So we are welcoming you, tunakukaribisha mno kwenye familia hii ya mafanikio makubwa. Wewe tu wewe umeamua, as long as una njaa ya kuweza kufanikiwa, we are here to help. Mimi personally nimeguswa na nimesaidika sana mpaka hapa nilipofika. So karibu sana na hongera kwa kupata muda wa kuweza kusikiliza hii session. Na mrudie au nirudie mimi kama ndo nimekutumia hii clip, nirudie mimi tuweze kujua a way forward, namna gani ya wewe unaweza kuanza biashara immediate. Lakini kama kuna mtu ambaye amekutumia, again mrudie pia muweze kuzungumza namna gani unaweza kuanza biashara straightforward na vitu vikawa vimeendeka vizuri sana. Karibu sana na hongera sana kwa kutoa muda kwa kujifunza na kuweza kufahamu namna gani hii biashara inavyoweza kufanya kazi na ikaweza kufanikisha wewe kwenye kufikia malengo yako makubwa sana. Karibu sana.